Hapa Young Africans wanaendelea kusuka kikosi chao na sasa wameangusha chuma kingine kutokea Afrika Kusini, na si maneno yangu bali ni maneno ya mwandishi wa habari za michezo na mchambuzi kutoka Crown Sports Ansibet Raphael. Kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka wazi akisema muda wote kuanzia sasa Yanga watakamilisha usajili wa mshambuliaji wa kati wa Chippa United ya South Africa Justice Feghourairo ambaye ana umri wa miaka 27, akisema raia huyo wa Eswatini yupo kwenye hatua za mwisho kujiunga na kikosi cha Young Africans. Lakini swali lako ambalo inabidi uniulize mie, Almachus Kanyasi, huyu ni mchezaji wa namna gani? Justice John Paul Fegi ni mshambuliaji na winga hatari wa kimataifa kutoka Eswatini ambaye kwa sasa yupo kwenye hatua za mwisho za kujiunga na kikosi cha Young Africans. Mchezaji huyu katika msimu uliopita wa 25-26 amecheza mechi 26 peke yake katika ligi kuu ya Afrika Kusini akiwa na Chippa United, akifunga magoli mawili, akitoa asisti 5. Alicheza dakika 1858 uwanjani. Ameichezea timu ya taifa ya Eswatini mechi 28 na kufunga mabao 4 peke yake pamoja na bao 3 kwenye mechi 9 za kufuzu kombe la dunia. Fegi alizaliwa Julai 26 mwaka 1998. Ana umri wa miaka 27 huko Mbambane, Eswatini. Alianza soka lake nchini kwao kabla ya kuhamia katika ligi kuu ya Afrika Kusini ambapo amedumu kwa miaka kadhaa, na timu alizowahi kuchezea ni pamoja na Manzini Sundowns mwaka 2017, Maritzburg United ya Afrika Kusini mwaka 2018, Mbombela United ya Afrika Kusini kwa mkopo mwaka 2019, Tex Galaxy mwaka 2020, Cape Town All Stars mwaka 2021, Richards Bay FC mwaka 2023 na mwisho akasajiliwa na timu ya Chippa United mwaka 2025 hadi sasa. Ni mchezaji anayemudu vyema kucheza kama mshambuliaji wa kati namba 9, winga wa kushoto namba 11 na winga ya kulia nambari 7. Ana kasi kubwa sana anapokimbia na mpira na umbo lake la urefu wa mita 1.80 linampa faida ya kuhimili mikiki ya mabeki. Ana sifa ya kushuka chini, kuchukua mipira na kuanzisha mashambulizi. Idadi ya asisti 5 msimu uliopita inaonyesha ana macho mazuri ya kupiga pasi za mwisho. Madhaifu ni kama mshambuliaji wa kati ama mchezaji wa pembeni. Kufunga magoli mawili tu katika mechi 26 za ligi msimu uliopita ni takwimu ndogo inayouzua wasiwasi kwa mashabiki wengi juu ya uwezo wake wa kufumania nyavu na kumalizia nafasi. Lakini pia amekuwa akihama timu mara kwa mara, amebadili klabu 6 ndani ya miaka 7, jambo linaloweza kuashiria changamoto ya kuendana na mfumo na kukosa mwendelezo wa kiwango cha juu kwa maana consistency. Kufuatia kuondoka kwa Prince Dube aliyetimkia Adrock FC ya Zimbabwe, Fegi anakuja kuziba pengo lake moja kwa moja kwa sababu anafanana kwenye staili za uchezaji. Kutokana na uwezo wake mkubwa kucheza kwenye mapande yote mawili kama winga wa kulia ama ya kushoto, anampa kocha machaguzi mengi zaidi ya kimbinu na anaweza kusaidiana na kina Clement Mzize kutumika kutokea pembeni na kucheza kwa kasi kubwa sana. Alicheza kwenye ligi ya Afrika Kusini ambayo ina ushindani mkubwa wa kimbinu na nguvu. Uzoefu huu utamsaidia kuendana haraka na kasi ya Young Africans kwenye ligi kuu na michuano ya kimataifa. Huyu ndiye mchezaji ambaye anatajwa kutokea Afrika Kusini na kocha Manoba amesisitiza kwamba nileteni huyu mtu, winga, mshambuliaji ambaye amefunga mabao mawili tu. Swali ambalo watu wataendelea kujiuliza na muda ndio utakaotujibu. Je, ni kweli hapa Young Africans wamepata au wamepatwa? Mimi siwezi kujibu hili. Nitakuachia wewe hapo chini kwenye comment kwa namna nilivyomuelezea na jinsi ambavyo ulivyomfahamu. Unaona akiwasaidia Young Africans?